Ukifika kwenye miji mingi nchini Kenya, lugha ya mtaani maarufu kwa jina la Sheng imesambaa. Tangu Nairobi hadi Nakuru, Kisumu mpaka Kakamega, kama wanavyosema wenyewe, Sheng inabamba. Lugha hiyo isiyo rasmi iliyoibuka kwa mara ya kwanza miaka ya 60 ikichanganya Kiswahili, Kiingereza na lugha za makabila, imegeuka kwa njia muhimu ya mawasiliano. Lakini ubunifu huo umeleta kitisho kwa lugha nyingine, hasa Kiswahili sanifu. Sisi vijana wa mtaani tunazungumza Sheng mara mingi kwa sababu Sheng ni lugha ambayo inatuunganisha vijana wengi. Ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zetu za kinyumbani. Sasa unapata kuongea na kuzungumza na watu kutoka makabila mbalimbali na kwa rahisi tukitumia hii lugha juu kila mtu anaielewa na ni rahisi kuelewa. Kwa vijana wengi, Sheng ni njia ya kujieleza na kujitambulisha. Inawapa uhuru wa kuunda maneno mapya na kuwasiliana kwa urahisi katika maisha ya kila siku. Tatizo ni kwamba wanafunzi wengi sasa wanachanganya Sheng na Kiswahili sanifu. Wakati wa kuandika au kuzungumza rasmi, wanapata ugumu kutumia lugha sanifu. Watu tena hawazingatii usanifu wa lugha, hawazingatii tena ufasaha wa lugha hii ashirafu ya Kiswahili. Unapata kwamba vijana wengi, hata watu wazima sasa hivi, wameambukizwa na matumizi ya Sheng, maana wanatumia hiyo lugha ya simu, kwamba wanapenda sana kutumia lugha hii kuwasiliana, kwamba si wengi ambao wanazingatia usanifu wa lugha tena. Kwa hivyo ni kweli usiopingika kwamba lugha hiyo imeathiri pakubwa sana lugha sanifu ya Kiswahili. Kwa upande mwingine, baadhi ya wataalamu wanaamini Sheng pia ina mchango wake. Imeifanya Kiswahili kuwa hai na kuvutia zaidi kwa kizazi kipya. Lakini pia kuna juhudi mbalimbali za kukuza matumizi ya Kiswahili sanifu kupitia shule, vyombo vya habari na mashindano ya fasihi. Wataalamu wanasema njia bora si kupiga vita Sheng, bali kuwafundisha vijana umuhimu wa lugha zote mbili. Bila shaka mchango wa lugha ya Sheng upo kwenye lugha ya Kiswahili, maanake hasa inapotumika katika muktadha usio rasmi. Unapata kuwa wale watumizi wa lugha hii ya Sheng wanapata urahisi wa kutumia hii lugha kwa sababu lugha yenyewe haina utaratibu maalum wa sarufi. Wanapotumia wanapata urahisi wa msamiati, kinyume na katika lugha ya Kiswahili, hivyo hawapungukiwi na ule msamiati wa kujielezea kwa urahisi. Je, Sheng ni adui wa Kiswahili au ni sehemu ya mageuzi ya lugha? Jibu linaweza kuwa rahisi. Sheng ni lugha ambayo hutumika haswa na vijana sana kwa sababu vijana huona rahisi kuwasiliana katika kundi za marafiki zao. Lugha ya Sheng ni rahisi kidogo, maana muda mwingi lugha ya Sheng ni pale ambapo mtu anachanganya Kiswahili na Kiingereza. Yale maneno ambayo uyajui kwa Kiswahili unaweza kuyaweka kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi. Sheng ni sehemu ya utamaduni wa vijana, lakini kulinda na kukuza Kiswahili sanifu bado ni jukumu la jamii nzima, kwa sababu lugha si maneno tu, ni urithi wetu, utambulisho wetu na daraja linalotuunganisha kama taifa.